Na mtazamaji wa Costa TV, habari za kwako. Tunakuletea habari za kuaminika ambazo zimetufikia punde tu hapa studioni, nasi tukasema tukuletee bila yana kitu ambacho kimejitokeza kuelekea dabi ya Kariakoo, ambazo taarifa zinaeleza kwamba pale ndani ya Simba kidogo mambo yanaenda tofauti, kwa sababu zinasemekana kwamba mjumbe mmoja mwenye nguvu na ushawishi mkubwa na mkongwe ndani wa klabu ya Simba ama ndani ya klabu ya Simba, bila kumtaja jina lake kwa sababu za kiitifaki, amejitoa kwenye magrupu yote ya Simba, sababu ikielezwa kuwa ni hakubaliani na mechi ya tarehe 25, akisema wao mchezo wao uliotakiwa kupigwa ni ule mchezo wa awali wa Juni 15 na si 25, akioji kuna sababu gani za msingi za kupeleka mbele mchezo huo. Na hivyo sasa uongozi pamoja na kile ambacho kimejitokeza hapo, mambo yamekuwa magumu, sintofahamu imeendelea kutanda. Mjumbe huyo kipenzi cha inaelezwa ama inasadikika cha tajiri wa Simba Mo Dewji na mashabiki wa Simba, ambaye ni mfia timu kindakindaki, yani lialia, ambaye ni mpambanaji kweli kweli, inaelezwa amelefti hadi magrupu yote ambayo yanahusu klabu ya Simba, lakini pia mpaka grupu ambalo kiongozi mkuu wa klabu hiyo Mo Dewji ni admini, inaelezwa mjumbe huyo amelefti pia. Lakini taarifa za kina zinaeleza kwamba wapo baadhi ya viongozi wa Simba wamekubali tu kucheza kishingo upande, lakini yeye ameshindwa kuvumilia, akisema wao makubaliano yao ni kwamba mchezo ulipaswa kupigwa ile Juni 25, Juni 15 na si 25 kama vile ambavyo imepangwa hivyo. Kwa hiyo kitendo cha mchezo huo kusogezwa mbele anaona ni kama vile kuikosea heshima klabu ya Simba, na hivyo akiwataka baadhi ya viongozi wa Simba kuungana naye katika hoja zake, akidai kwamba kutokana na matakwa ambayo Yanga waliyapendekeza hapo awali ya kujiuzuru kwa baadhi ya viongozi, na imesha kwa hivyo kionekana pale Steven Mugutu amejiuzuru, lakini pia CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo naye akiwajibishwa mara baada ya kutolewa katika nafasi hiyo, na sasa nafasi hiyo kupewa mtu mwingine. Lakini pia ukiangalia uchaguzi ukiwa umeitishwa na tarehe ya mchezo kubadilishwa kutoka Juni 15 mpaka 25, kwa hiyo yeye amehoji kwamba kubadilisha kwa michezo hiyo ama kwa mchezo huo kwa mechi hiyo moja kwa moja kunatoa credit kwa kuundwa Msimbazi Simba kushushwa credit, alafu Young Africans kupanda juu, kwa sababu wao matakwa yao yote yamefanywa kazi. Sasa yeye akasema kwa nini wasiweze kuweka mgomo wa mchezo huo, alafu kama vipi tu wapo tayari Yanga apewe alama 3 muhimu, na ikiwezekana Simba apokwe alama 18, maana yake 3 muhimu za kwenye mchezo huo, lakini pia 15 za ligi nzima, maana yake Yanga angeondolewa Simba angeondolewa nafasi hiyo sasa ama alama hizo zote, na moja kwa moja Young Africans angekuwa na ubingwa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo yeye amehoji hivyo. Baadhi ya mashabiki wa Simba wengine wanaonekana kugawika. Wapo wanaotaka mchezo uchezwe Juni 25 kumaliza utata, lakini pia wapo ambao wanasema haiwezekani mchezo ukachezwa Juni 25. Wewe mtazamo wako ni upi katika hili? Lakini kimpira wengi wanasema mpira umeshinda, lakini wapo pia wanaosema mpira haujashinda, badala yake Young Africans pengine imeweza kuwawini bodi ya ligi kwa ushawishi wao mkubwa. Sasa wewe unaonaje katika hilo? Na huyu mjumbe anahoja kueleza msingi hata ku left magrupu yote inazungumzwa namna hiyo bila kumtaja jina kiitifaki, manake inasadikika hivyo. Tueleze tu kwamba kuelekea sasa kwenye dabi ya Kariakoo, manake pressure inakuwa kubwa zaidi kwa Simba, kwa sababu kumbuka mechi kadhaa zilizopita Simba alifungwa na Young Africans, na sasa mchezo huu kama unachezwa alafu Simba wakose muunganiko mzuri, ni wazi dhahiri shairi kwamba huenda mambo yakawa magumu kwao. Lakini pia za ndani kabisa zinaeleza Mo Dewji alitua Tanzania, na baada ya kikao hicho ameondoka amerejea huko Dubai, na ikielezwa kwamba pia hata bonus hajaweka za huo mchezo. Mara nyingi Simba na Yanga zinapocheza, vilabu hivi vinaahidi bonus kwa wachezaji ili kuweza kupata motisha kubwa, kuweza kupata matokeo katika mchezo husika. Lakini mchezo huu Simba inaenda kucheza na Young Africans, ambapo ndio mchezo kama tunasema wa finali. Kama leo Yanga watapata ushindi, lakini pia Simba nao watapata ushindi katika michezo yao. Yanga ikicheza na Dodoma Jiji kule visiwani Zanzibar, na Simba ikicheza na Kagera Sugar
pale KMC Complex hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wanajaribu kuwaza kama bonus haijawekwa, lakini wakati huo kule Young Africans tayari GSM ameshawaahidi kitita kizito kama tu wachezaji wake wataweza kupambana na kuweza kumfunga Simba au hata sare, kwa sababu Simba ikitoa sare na Yanga bado Yanga atakuwa bingwa. Kwa hiyo GSM wamewaahidi mzigo mkubwa kama tu wataweza kupambana na kupata matokeo either sare au kuifunga Simba, lakini si kufungwa. Huko kwa upande wa Simba inaelezwa kwamba bonus hakuna. Hili limekaaje kuelekea katika mchezo huo? Ni dhahiri shahidi sasa bado Simba ataendelea kuburuzwa kwa mteja ama itakuwa kwaje? Hebu tusubiri tuone. Sisi kazi yetu ni kukuletea taarifa ambayo umeziona hapo ama kuisikiliza katika matangazo haya ya Costa TV. Nami ni msimulizi wako, naitwa Generator.